Najua sio ujanja ama hekima yetu ama nguvu zetu, bali ni kwa neema ya Yesu bali iliyofanyika pale msalabani. Haleluya. Kwa hivyo wapendwa Yesu, mimi niko viti kabisa. Nimesimama imara ndani ya hii neno nikitangaza hukumu na mamlaka. Nashuhudia ikisema ni asante kwa wale wanaona ni vizuri nikaweza kusimama mahali hapa. Wacha Roho wa Yesu akaweze kutua juu yenu na akaweze kuwatetea ndani ya maisha yenu. Maana hili si jambo la kawaida. Haleluya. Kwa hivyo mimi sitatoka mahali pale nilipo. Niko katika ile maana bado inaendelea. Maana maandiko yanasema vizuri. Na wakati tunaendelea kukaza kamba, pia Mungu anaendelea kukaza kamba. Mimi kamba yangu sililegazi tangu niingia katika hiyo wokovu na nijue Yesu ni nani. Kamba yangu inakuanga tight hadi wa leo. Hadi wa siku yenyewe nitatoka katika ulimwengu. Maana nitakuwa nimepublish ile kazi Yesu amenipea. Haleluya. Kwa hivyo mimi niko pale katika revelation nikiendelea. Kwa maana revelation is the final trumpet katika ulimwengu. Final trumpet ya wahubiri wote katika dunia yote. Ndio mahali niko pale. Kwanza na support mahubiri ya jana. Mahubiri ya jana is the same. Na mahubiri ambayo iko katika revelation. Na mahubiri ya jana bado inaambatana na Timotheo chapter 2 Timothy chapter 3. Ukisoma pale hiyo nyakati za mwisho. Hakuna injili nyingine katika ulimwengu mahali tumefika na uchafu wenye umejaa katika ulimwengu isipokuwa injili ya siku za mwisho. Revelation chapter 5 verse 17 inasemaje? Inasema pale na tukomboa wakati kwa maana ni siku za uovu. Watu wakomboa wakati kwa maana ni siku za uovu, ndugu zangu. Hii ni siku za mwisho. Na ni siku ziko na maangamizi sana. Kwa hivyo wapendwa Yesu, niko katika pale Yohana yangu pale. Niko katika mnyama wa pili. Maana mnyama wa kwanza tuliona mnyama wa kwanza alikuwa na pembe 10. Pembe 10 ni nini? Wacha ni wape kwa unisisi tena. Pembe 10 hizo ni wafalme ambao wameongezewa baada ya G7 kufanyika. G7 ambayo tulikuwa tunajua pale ilikuwa mwanzo. Canada ikaongezewa pale, China ikaongezewa pale na Germany. Wakawa 10. Vilemba 10 zikaonekana mahali pale. Na sasa hao majamaa wote wamefanya kuwa ni mmoja mataifa. Na bado tunaona kuna wengine bado wanaendelea kuinuka. Kama Security Council. Kenya is one of them. Kenya imeingizwa katika mkataba wa katika security katika dunia mzima. Kwa maana jeshi na umoja uhusiano wa jeshi ya Umoja wa Mataifa na ofisi za mataifa zimeleta hapa nchini ya Kenya. Ili nini? Ili mteule wa Yesu aliye hapa Kenya. Kwa maana Kenya is the one of the promised land. Ile ambayo imepromiswa pale, nchi ambayo iko chini ya Kush. Nchi ambayo imeandikwa iko chini ya Kush. What is Kush? Kush ni Ethiopia. Nchi ambayo ni ahadi ambao majamaa weusi warefu wanaonekana ile nchi ambayo ni ahadi. Na hapa ndio kini post ya wateule wa Yesu ambao wametokea hapa katika hii dunia. Na ndio unasikia wateule wa Yesu wakipumua moto. Maana Yesu siku hizi haziungani na mikutano ya wanadamu, atiungane na ICG, ati fulani. Yeye anachukua mtu mmoja kama wewe. Wanasimama na wewe anasema wewe Joshua, wewe ndio utaweza kunitolea unabii dunia mzima ama ndio utaweza kuhubiria watu dunia mzima. Na ndio unaona shetani amempangia mpango yote ya kuangamiza wanadamu hapa katika ulimwengu. Haleluya. Amen. Ule mnyama amekaa pale chini ili akaweze kufanya vita na hao majamaa. Na huyo mnyama tunaona amehusika mahali pakubwa na muungano wa ule mnyama wa pili. Maana mnyama wa pili amewafanya wakaaji wa dunia na dunia mzima wakaweze kuabudu ule mnyama wa kwanza. Na mnyama huo amefanya ibada ya sanamu ili wakaweze kuungana. Nimeona juzi wameungana. Majamaa wameungana waende 3 hizi ni kitabu. Ili kwa maana wametoka Black Mass. Black Mass ni viongozi wa dunia wamekutana pale. Wanakutana pale Vatican chini pale kwa underground. Wow. Ili wakaweze kupanga mipangilio ya Ibilisi. Na tunaona ni order ya Umoja wa Mataifa article 32 chapter 3 inasema all the pastors of the world must decrease prosperity. Wafalme viongozi na wahubiri wa dini za wanadamu katika dunia, aidha Muislamu ama Buddha ama Mkristo, hahubiri prosperity, lakini asihubiri Yesu. Kwa nini? Wanatumia nguvu za giza
wanatumia nguvu za mashetani kuhubiria watu mambo ya ufalme ya dunia hii na kuwapea promise ambazo ni za kwenda Kanaani na twende Kanaani, but hawaambia watu kuhusu promise za ufalme wa mbinguni. Wafalme wa dunia hii wamefanya nini? Wamekaa chini jana na juzi, wamekaa ili wakaweze kuunganisha Islamic na Wakristo pamoja, ili wakaweze kutengeneza kitu Islamic Christian Islamic. Na ndio unaona huyo jamaa wenu anawajengea pale settles ili akaweze kuwaleta pamoja na brainwash yake ili mkaweze kuabudu sanamu. Lakini mwenye hekima, Biblia inasema nini? Mwenye hekima ataweza kutafsiri roho wa Yesu, atakuwa juu yake na akaweza kumfundisha ili fundisha. Lakini wengine wanasema mjinga anaongea nini? Mimi ni mjinga hapa duniani, lakini mbinguni I'm very wise. I'm very wise katika ufalme wa mbinguni. Mimi ni mkumbavu na unanitumia vibaya hapa duniani, but mbinguni I'm very wise. Haleluya. Kwa hivyo ama jamaa wamekaa chini kiwanda hivyo, na mhusika mkubwa kuna wamepanga watengeneze Bible inaitwa 2000 Bible. 2000 Bible, hiyo ni Biblia ambayo tunaona ule pope ambaye alikuwa pale alitoka, alikuwa ameandaa kwanza 2019. Akajiandaa ili akaweze kutengeneza Biblia. Na unaona Biblia za masimu hizi. Na Biblia bado zingine zimekuja, zimeondolewa fast fulani wakiweka kulingana na kwenye King James aliwaambia kuhusu ufalme wa dunia hii, akiweka mambo zao hapo, na kina Constantine na whatever, na kina Nimrod na wengine wakumbavu wa ulimwengu wa shetani ambao walikuwa wanaabudu miungu yao ya tambuzi. Wakiabudu miungu ya tambuzi wakinamia, ndio wanaweka vitu zao, wanakagua Biblia ya Yesu. Lakini watu wa Yesu, sisi tuliye na roho wa Yesu aliye juu yetu, tunajua hii fasi inatoka katika roho. Ni fasi imetoka katika wanadamu. John 1:4 inasema tukague roho ambaye inatoka katika Muumba, si roho ambaye inatoka kwa mashetani. Maana shetani anaongea kama malaika. Shetani anaongea mambo makubwa. Na ndio mimi natangaza kwa mamlaka nikisema, ndugu zangu, wale wenu wakaji wa dunia ambao mnakaa dunia na ukumbavu wa ulimwengu, ukumbavu ambaye msio na hekima, mlipewa taa na badala mweka taa mafuta, taa zenu mmeweka chini ya kitanda. Mmeweka ufunguni mwa kitanda badala ya kuweka taa katika kiango ili kaweze kuangaza. Aliye na kidogo atanyang'anywa. Iongezwe mwenye ako na kina mingi. Kwa hivyo wapenda Yesu, sijakuja kunyang'anya mtu chochote hapa. Sijakuja kunyang'anya mtu chochote, lakini maandiko yanasema ukweli. Aliye na kidogo atanyang'anywa, iongezwe mwenye ako na mingi. Kwa hivyo jiandae na ujue Ibilisi hapo na mipango mibaya katika dunia hii. Ibilisi hapo na mipango mibaya, anaandaa ili akaweze kuangamiza wanadamu katika dunia hii. Haleluya. Lakini mtu asiye na hekima ataishi katika upumbavu wa dunia hii. Ataishi akipotoka na mahubiri yake ya uongo ya prosperity na akifuata the order from above, ambayo ni shetani ambaye anatumia katika dunia hii. Lakini watu wahubiri na watu wengi hapa wanahubiri tu mambo yao tu hapo ulimwenguni, badala ya kuvulia watu sisi wa mbinguni ili wakaweze kujua utukufu wa Injili ambayo tunahubiri. Na Biblia inasema nini pale? Inasema na siku za mwisho watu watafuata mafundisho ya uongo na watafuata mafundisho ya mashetani. Mashetani na kinani? Hawa manabii. Biblia inasema watazusha moto, manabii wa uongo ambao tunajua sikuelewa, wataleta ishara ya moto kutoka mbinguni ili wakaweze kupoteza wengi. Maana hiyo ndiyo chapa ya 66. Hiyo ni mark of the beast ambao wanadamu wameendelea kuwekwa polepole. Na ndio unaona watu wanakaa pale wakidalia. Artificial intelligence imewafanya wenyewe kuwa vipofu. Mmekaa, mmekupatia Biblia mmeshika, lakini haisomi. Mnafuata ati miujiza ya mwanadamu mtu fulani, ati yeye anaombea watu na ishara zake za mashetani. Akifanya hivyo watu wanaanguka. Akifanya hivyo anawapea kitambaa. Akifanya hivyo anawapea pimbo la Musa. Shame on them. Na walaniwe wale watakaeleta injili nyingine isipokuwa ile injili ambayo watu wa Yesu anahubiri. Hiyo ni Galatia 6. Inasema hiyo. Na laniwe ule atakaeleta mahubiri nyingine katika ulimwengu. Na nimekiri nimenena. Maana maandiko yanasema ati, inasema Revelation chapter 11:13 inasema the two witness will come to witness the word of our creator. Na sisi ndio tumetumwa tukuwitness ama jamani kinani. Anasema watatenda miujiza, hata watabadilisha maji kuwa nyekundu. Watasema nchi kama hii ya Kenya miaka 6 mvua isinyeshe.
The two witnesses ni akinani. Ukisoma John chapter 17, ukiona pale utaona the two witnesses ambao wametokea pale baada ya Yesu kwenda kuomba katika mlima. Elijah na Musa watatokea katika ulimwengu. Kwa hivyo wa majamaa ndio saizi wanafanya revelation baada ya ufunuo kupatikana. Na sisi tumehubiri ile injili ambayo ilifanya Yohana akawa shingo. Ili ilifanya James akawa shingo. Mimi nahubiri ile injili ilifanya John Petro akaweza sulubishwa. Ama Stephen akaweza kufa na mawe. Sikukaa nikibembeleza mwanadamu. Maana Yesu anasema wale watakaoamini na kukubali yeye wale watapata uzima milele, lakini wale kichwa ngumu wao wataangamia na watatupwa katika bahari na watafungwa mahali pale. Maamuzi yako ndugu yangu. Maamuzi yako dada yangu, ili ukaweze kuamua na kuingia katika njia nyembamba. Maana njia nyembamba hauwezi ingia kama wewe ni transit. If you know you are the transit, my friend, you cannot enter that kingdom. Kwa maana hiyo kingdom imewekewa upanga unaokata kote. Upanga ambao tunaona unachukua pale katika shamba la Edeni ili msianze muenda pale kukula ule mti wa uzima wa milele. Kwa maana hii ibilisi anakuja kuwadanganya mkule ule mti ambao ni mtu wa kujua mema na mazuri, ambao ni mtu wa uharibifu. Na ndio mnakula watu wa leo. Wanadamu wanakula mti. Ndio unaona watu wakiambua mambo hapa, unakuta watu wanapigana maji hapa kwa hiyo maji hapa. Nataka niwatangazie siku leo. Nataka niwaambie, na ule atapinga hii kitamlamba. Ule atapinga hii. Na mimi ndio nimesema hii kitamlamba. Wakati nilikuwa pale niliwaambiaje? Wakati nilikuwa pale nasikia pale niliwaambiaje? Niliwaambia wale watafanya hiyo maneno hapa, Yesu atawashughulikia. Na mimi nataka niwaambie siku leo, mtashughulikiwa. Mtashughulikiwa kwa maana hii injili tunahubiri hapa na maneno ambayo mnaambiwa hapa na mnapinga na mnafanya mnataka hiyo ndio maneno ambayo tunahubiri injili hapa mnapinga, na ndio unaona ndio shetani amewekea uzuri. Na ndio unaona hata kiongozi mwingine wenu hapa alipatikana na mwanamke hapa. Na siogopi mimi. Mimi siogopi. Unaona? Lakini ule yote anatenda maneno kama hayo. Wewe unaacha mke wako pale, unakuja kufanya mambo ya uchafu hapa. Jua ibilisi anakutumia. Na unakuja kufanya kuchukua wanaume wa watu hapa. Ujue mimi kitu cha kwanza, mimi hapo ndo myself. Kama uko na fikra mali niko, mimi ni kazi ya Mungu nafanya. Kwa maana mimi damu ya Yesu ambayo ilinisafisha, ilinitenganisha na uovu. Na nikajua mimi ni chombo cha kutumika katika ufalme wa mbinguni. Ili nikaweze kuwa mtakatifu. Na wewe bado kama umekaa katika dhambi unasema unaenda katika ufalme wa mbinguni. Wale wako kwa maana kuna watu wanalilia Yesu usiku na mchana wakitaka kuona ule ufalme mtakatifu. Lakini wewe umekaa katika dhambi ukisema wewe ni mwenye dhambi. Ole wako mwenye dhambi, maana hii ndio moto wa jehanamu itakulamba huko. Moto wa jehanamu utakukula. Moto wa jehanamu utakuharibu. Mara 7 utakuharibu. Lakini wewe ukiwa mtakatifu utafunikwa nguo nyeupe na utaji wa ufalme wa mbinguni. Utang'aa kuliko manyota zote za dunia hii katika ufalme wa mbinguni. Haleluya. Wapendwa Yesu, mimi nahubiri anga nyingi ufalme wa mbinguni. Na wakati utasikia nikikulisha fungu la 10 ama sadaka, ama nikwambie fanya hivi ndio nikupendeze, sema usitake hiyo injili. Kwa maana mimi kazi yenyewe nilipewa si ile wanadamu wamepewa katika dunia hii. Mimi nimepewa kuambia mtu, hii ni nyoka, hii ni element, hii ni simiti, hii toka hapa, hii ni mawe. Nitoka hapo na utoka hapo na uende mahali pengine. Kudanganya ati niko hapa na mimi nimejibisha hapa. Nimejibisha kwa nyuma hapa ati ndio nakuroga. Wacha niwaambie waganga wale wanatembea hapa na mijikisha shamba. Ndio unaona wanakunya hapa kwa nyumba. Wale waganga wanakuja kwa nyumba na hata niwatangazie. Kwa maana najua ni ibada ya salamu mnafanya ili ukaweze kuishi katika hii kazi. Wacha nikwambie mchawi hauna nafasi mahali hapa. Kama umeambiwa hiyo ndio mambo yako ndio uweze kuishi katika hii kazi ama ujishika kazi. Ukikonya kwa nyumba ndio utapomfoma atakupenda. Wacha nikwambie, ganga yako kuanzia sasa imesabaratika. Amen. Ganga yako sasa imeshindwa. Amen. Kwa maana hiyo ndio mambo ya uchafu unaona yanaendelea hapa. Na ukiambia mtu sijui nini huyu mtu ni mtu mbaya. Mimi ni mtu mbaya. Wacha nikiwa mtu mbaya kwa macho hapa. Lakini mimi najua Yesu ako ndani yangu. Haleluya. Kwa hivyo wapendwa Yesu, sina mengi. Nataka niseme hivi. Ibilisi hapa ni mpango mbaya katika mwanadamu. Mwanadamu usikana starehe na karongo na mambo yapo ulimwenguni. Ukifikiria ni starehe na starehe katika dunia, ati Yesu anakujua. Yesu anajua wala watakatifu bwana. Yesu alituumba na mfano, lakini mwanadamu alikataa Yesu. Walikataa Muumba.
Na wakafuata njia zao. Wakaanza mambo zao, sijui nini, mambo yao wakajichafua. Na Mungu akasema nini? Akafika mahali akasema, atakaye muamini. John chapter 3:16. Ndio atapata uzima milele. Lakini wewe unajigamba baba, unakuja mabangi zako, unakuja mazigara zako, pombe zako. Wacha niwaambie, huyo mvinyo umeleshwa na huyo kahaba atakuja kuangamia. Huyo kahaba, Revelation chapter 18, pale wanguku wa Babeli kianguka, wale wamefanya comfort zone, wale wamefaidika na ule kahaba, kama wamefaidika na ule mji mzuri ambao umefanyishwa mavazi ya pesa mingi. Biblia inasema watakaa kando wakiona ule mwanamke akiteketezwa, na wafalme wa dunia watakula mwili wake. Wacha na tena hichi ndio unaona watu haleluya. Yesu Baba wetu aliye mbinguni, Mesia Baba, nashukuru tena Mesia Baba, kwa neno Mungu mwenye nguvu, naomba ushinde nguvu zako Yesu. Wewe ni mfalme wa falme Yesu, umestahili Baba. Tunashukuru jina lako Yesu. Baba, tukinyenyekea chini ya miguu yako siku leo Baba, tukisema wewe Yesu unaweza Baba kusafisha. Baba, unaweza kutufanya kuwa wana ufalme wote mbinguni Yesu. Mali tulia hapo maizia Baba Yesu, najua Baba, unajua moyo wa kila mmoja Yesu. Mali amefinyika Yesu wa mbinguni. Mali amekamiliwa, amana amepewa mitego na ibilisi. Baba, najua wewe utaenda kukagua moja kwa moja ili ukaweze kumsafisha Yesu wa mbinguni. Maana hii injili yako Yesu mali imefika Yesu. Si injili ya kubembelezwa Yesu. Si injili ya mafundisho ya mwanadamu. Hivi ni injili ya kumotisha, mafundisho ya kiroho ili tukaweze kuwa kamilifu mbele ya macho yako. Baba, tunaendelea Baba tukisema, Hosana ngoja wajulikane. Wacha ukaabudiwe Yesu. Wacha ukapewe sifa. Wacha ukapewe nguvu Yesu, ukatupe nguvu ili tukaweze kusaili mbele ya macho yako Yesu. Maana Mungu wetu, wewe unaweza mambo yote mbele Baba. Simama na wana wagonjwa ambao Yesu wanahangaika. Simama na watoto wachanga Yesu. Simama na wamama Yesu wa mbinguni. Maana wametumika kama vyombo vidhaifu. Wacha ukawasimamishe siku leo, ukawape hekima na kusimama katika ndoa zao, kusimama katika nyumba zao Yesu, ili wakaweze kuwa watakatifu mbele ya macho yako Yesu Baba. Simama na wazee walio mahali hapa. Simama na vijana walio mahali hapa. Yesu Baba, ukawekee mama wewe kama imara ndani ya maisha yao, ili wakaweze kumbuka wewe, ili wakaweze simama katika nyumba zao, ili wakaweze kuwa kichwa ndani ya nyumba zao Yesu. Baba, nikiamrisha jeshi la mbinguni kaweze tawala katika anga na nchi kavu na baridi kote, maana wewe ni mwenye nguvu. Tukibomoa madhabahu ya ibilisi, tukibomoa madhabahu ya ibilisi ambao wamepanga kusudi ya kuharibu mwanadamu Yesu, nimekataa siku leo roho ya majini, roho ya wapiga Kristo, roho ya madefospa na Illuminati Freemason na waabudu wa sanamu Yesu wa mbinguni, nimeamrisha uwepo wako ukaweze kutawala Yesu, maana wewe ni Mungu mwenye nguvu. Wachilie damu yako ina uwezo Baba, naomba ushindi kwa watumishi wako wote wale mahali hapa. Wache Yesu wakaweze tumikia wewe kwa kila ukweli. Wache ukawape hekima ya mafundisho ya ukweli Yesu, maana ni Mungu mwenye nguvu. Yesu, simama na wadogo na wakubwa mahali hapa Yesu Mesia, na tukiwa na umoja wako Yesu, tutashindia jina lako na kusema ni asante sana zaidi. Amen.